Well, Wagwan, how you all doing? Mimi ni Timo na leo ndakuja na story kuhusiana na safari ya muziki na masuala ya kiushindani. Unajua mwanzoni mwa miaka 2000 ilikuwa ili mwanamuziki au msanii awe kwenye nafasi nzuri kwenye jamii, especially kwenye ushindani, ilikuwa ni lazima ashindanishwe na mtu fulani, au ilikuwa ni kama kuna hali ya kushindana, ndio ilikuwa inapelekea kwamba okay, tunajua kwamba msanii fulani ni mkali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yakaibuka mambo ya kulikuwa na mashindano kwenye muziki wa taarab. By that time ulikuwa ndo muziki mkubwa kuliko hii bongo flava ambao unaiona sasa hivi, kuliko mapiano. Alafu baadaye ukaja muziki wa band ukawa mkubwa kuliko bongo flava, kuliko mapiano. Kwa mfano kwenye taarab kulikuwa wanashindanisha watu kama Bi Hadija na mama mmoja alikuwa marehemu, alikuwa anaitwa Asma. Kulikuwa na ushindani, yani unakuta Asma kidogo kama sikosei. Kuna ushindani, ngoma inapiga huku, huyu anapiga sanamu la Michelini, huyu sio na nini na vitu kama hivyo. Baadaye ika grow ile kwenye muziki wa band, unakuta labda wakina Muumini Mwinjuma wanashindana na Twanga Pepeta, wale wakina wanatoa mgumba mezaa, huyu mwingine anatoa nyimbo tofauti na vitu kama hivyo. Yakaja mambo ya matoti na manini, yani ushindani baina band na band. Unakuta Alichoki anashindanishwa na Marehemu Banza Stone, umeona. Hawa wakina Mdanda Kosovo wanashindanishana na kina Nyoshi by that time na nini, wakati mziki ndio unakuwa. Alafu ikafika miaka ya 2007 na 6 hapo, akaibuka mwamba anaitwa Christian Bella, akaachia goma lake la Yako Wapi Mapenzi. Kipindi kile wakatoa na album yao na Akudo, nakumbuka. So Akudo wakati wanafanya vizuri na album yao, kuna watu walikuwa wanaitwa waloimba matembele, ukitaka matembele let me search it for you. Hao wanaitwa, nitakuwekea hapo chini, wanaitwa, kulikuwa na ushindani wa Akudo Impact na hawa jamaa walikuwa wanaitwaje hao, kiasi kwamba kwa Akudo kwa huku kulikuwa na Akudo, nadhani ndio alikuwa na hiyo. Alafu hawa nani walikuwa na mtoto Kitokololo Kuku, huyu jamaa ana rap vibaya mno, au unajiita rapa. Kuna mtu alikuwa anaitwa Kitokololo Kuku, mtoto wa kuku, umeelewa bana. Alafu kuna hawa jamaa waliimba mapenzi sio kitu kipya, mwanzo wake ni hatari, usilelema, mapenzi sio mchezo, kusema ukasikile tucheze. Walikuwa wanaitwa mapenzi ni kitu gani, Diamond Muzika? Hapana, hii bwana kweli walikuwa wanaitwa Diamond Muzika bwana. Unawasikia hao? Utawasikia kwa mbali tu kwa sababu sauti yangu ya nani sio kubwa. Mwanzo wake ni zamani, mapenzi si male mama. Kweli walikuwa wanaitwa Diamond Muzika. Hiki kipindi bwana, hao jamaa walikuwa na hit song yao moja. Akudo wana hit song kama 3, zote ziko moto. Unaambiwa yani vipindi vya radio, wakina Ben Kinyaio walikula sana hela kipindi hicho. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Waziri Msabaha, somebody like that, alikuwa Star TV, kitu kama hicho. Walikuwa wanafanya sana hizi vipindi na vilikuwa vinaenda kinoma. Lakini pia ndo kipindi ambacho bongo flava sasa inajaribu kupursue, inajaribu kutoboa hapo, umeelewa. Ndio wakaibuka kina Barnaba, ule ushindani wa THT, Barnaba na Amini, sijui unajua anakuwa introduced Lina. Ukiondoa nyuma, wakati hii muziki na hit, pia kulikuwa na ushindani wa TMK Wanaume Family na East Coast. Nakumbuka nilishawahi kwenda Coco Beach mwaka 2007 kama sikosei. Coco Beach kulikuwa na show ya TMK Wanaume Family
na ilikuwa ni show ilikuwa ni kitu kama Mkali Nani, something like that. Ilikuwa inadhaminiwa na kampuni ya simu ambayo sasa hivi ni Mchanganyiko, alafu unasema ukiulizwa kitu ukisema yes, ndio kitu kama hicho. So ni mix alafu yes. So ile show kulikuwa na mashabiki. Sasa mimi nilikuwa na mshikaji wangu mmoja Agrey. Sisi tulikuwa Agrey, yeye ana marafiki Upanga. Mzee wake alikuwa na marafiki Upanga. Kwa sasa kutokana na Agrey kuwa na marafiki zake Upanga, baba yake Agrey actually alikuwa na marafiki Upanga, walikuwa wanawajua wale kina EY kina nini. Kwa hiyo ilikuwa wakija pale kwa baba yake Agrey, na sisi tulikuwa tunajikuta kama watu wa East Coast. At the same time kuna siku alikuja Nature mtaani. Sasa the way Nature alikuwa na interact na sisi watoto tukiwa enzi hizo pale, ilifanya nikawapenda sana TMK kinoma noma. So ilikuwa kuna wakati unatamani uwe East Coast, kuna wakati unatamani uwe TMK. Sasa lile dude lilipigwa ilikuwa ni Coco, alafu baadaye ikafanyika Biafra. Hii Biafra ilizaminiwa na kinywaji baridi, wana nani zao pale Mikocheni, kinywaji baridi. Kwa hiyo sasa wale wa kinywaji baridi wale tuache kwanza, tupige hii ya Coco. Bwana, ilirushwa michanga. Yaani wakipanda East Coast ni michanga, wakipanda TMK ni michanga. Lakini sasa TMK mkirusha michanga mara ya kwanza mara ya pili, mbele wanamweka Keyala. Alafu anamwambia ua Keyala, ua Keyala, kirusha miguu hivi na nyinyi mnarusha mikono, mnasahau kumrushia michanga. Kwa hiyo ilikuwa ni ushindani kweli kweli, muziki ulikuwa wa moto yani enzi hizo. Sasa tukaenda, generations zinabadilika, wanashindanishwa ZB na Sister P, wanashindanishwa introduction ya muziki inavyobadilika. Nimekuja nimegusia THT hapo katikati kwamba THT wanakuwa introduced, wale ambao wasanii ambao walitoka solo ambao walikuwa wanaimba kinoma, wakina nani yule alimba gani nilizani mimi nanipenda baby, wanatoka kipindi hicho, magoma ni makali. Wale walioimba sijui bibi kize nabo tayari wao walikuwa ni wa moto. Wakina Chibaba ameshatoka za Mwanza, amekuja kushuti Mampenzi Bubu, ameshashuti magoma yao mengine, washa hit. Maremo akaona ili soko hili lina hela, bani waingize vijana, ndio wanakuwa introduced. Sasa THT walianza na kudance. Kuna mwana alikuwa anaitwa Molavu, kuna mshikaji mmoja kama Mwarabu hivi alikuwa na bana nywele nini, wanavunja kinoma. Au show zote unazozijua wewe zilizokuwa zinaandaliwa na Prime Time by that time, au jamaa walikuwa lazima wafungue show. Madansa wa THT wanaruka sarakasi vibaya sana, vibaya mno, pinduka sana masarakasi, pinduka mno, umeelewa bwana. Baadaye alikuwa anataka kuikutia miguu soko la movie, washatoa mansiu kama nini, wa filamu inaitwa Yatima wa Roho. Ndani kuna Barnaba na watoto wenzio wa THT, wadogo mno bro, wadogo sana. Barnaba mdogo I don't know kama hapa naweza nika outsource hii kitu nikaipata. Yatima wa Roho, Barnaba mdogo anaimba na watoto wenzie, mama. Back then ile movie kwa wapi Barnaba? Hii movie kama utapadika kusikia hii video, tusaidie kutafuta hii movie Yatima wa Roho. Ulikuwa na vijana wako wa THT madogo fulani hivi, tusaidie kupata hii movie. By the way, Barnaba, pole nisikie studio yako, Mungu wa my brother, pole sana. So watoto rafiki yangu wanaweza karudisha Senegal ya kuna balaa. Anyways, back to the story. So ushindani ulikuwa ni sehemu ya muziki. Ilifikia kipindi marehemu alikuwa anaweza kushindanisha wasanii wake wenyewe ndani kwa ndani. Yaani huyu kama haleti mikwaju anashindanishwa na huyu ambaye analeta mikwaju. Wewe mwenyewe utaona kabisa kwamba huyu akitoa mikwaju mingi atanipita, ngoja na mimi nifyatue vinu.
umeelewa, ndio wanakuwa introduced wakina Ruby, wakina nani, anakuja Nandi, anakuja vitu kama hivyo. So muziki unataka ushindani, lakini pia unataka matokeo. Shindaneni lakini tuwe na matokeo. Fanyeni vizuri lakini kuwe na impact kwenye hicho ambacho mnakifanya vizuri. Sisi mashabiki zenu tuko very proud na mnachokifanya, tunawapenda sana, and hopefully utakuwa umeenjoy, japokuwa story yangu haina maana sana. Najua umenisikiza muda mrefu, lakini story hii kiukweli haina maana, japokuwa nimegusia vitu ambavyo ni vilikuwepo, na najua wapo wanangu wa millennium watakuwa wamekumbuka baadhi ya vitu kutoka kwenye haya ambayo nimeyasema. I'm sorry, naongea huku naangalia game mwanangu. Watoto wa Senegal wanakuja vibaya mno. Tuombe Tanzania pia ishinde. By the time na upload hii video, inawezekana Tanzania itakuwa inashangilia ubingwa au itakuwa wapo kwenye huzuni wa kupoteza ushindi. Yote yanawezekana. Usisahau kusubscribe YouTube channel hiyo kama umepita hapo, lakini usisahau kunifollow Instagram natumia kama Mo Media, lakini TikTok natumia Timo_TZ, na YouTube pia natumia Mo Media. Karibu, usisahau, nasisitiza kusubscribe. Ciao.